Okay, mtu wa Mungu, kwenye hii session nataka ni kuonyeshe kitu kinaitwa mfumo wa umaskini au law ya uduni, umasikini na maisha magumu, kwa sababu kuna watu kilichowakwamisha kwenye maisha yao sio kwamba hawana bidii, sio kwamba hawajitumi, sio kwamba fursa zimeisha, lakini kuna mfumo ambao umekalia hatua zao, wanajikuta wanashindwa kupiga hatua. Licha ya watu kuweka bidii usiku na mchana, licha ya watu kujituma wakati wote, licha ya watu kutamani sana kuvuka hiyo mipaka na hiyo mistari ambayo wazazi na ndugu walishindwa kuvuka, kubadilisha hali ya nyumbani, lakini still wamejikuta pale pale. Kuna kitu kinaitwa mfumo wa umaskini au law ya umaskini. Ni law ambayo italeta uduni, italeta maisha magumu, italeta mazingira magumu, italeta hali ya ufukara usiokuwa ya kawaida. So, na kuomba mtu wa Mungu uweze kuwa na ufahamu wako sawasawa. Kwa nini? Kwa sababu pesa ni utawala. Adui anapokuwa ameikata familia yako na pesa, maana yake adui amewakata na utawala. Adui anapokuwa amekukata wewe na pesa, maana yake adui amekuondolea utawala. Hautaweza kufanya maisha kwa ufanisi hapa duniani kama utakuwa umeminywa kwenye eneo la pesa na uchumi. Hautaweza kutimiza kusudi la maisha kama utakuwa umeminywa kwenye eneo la pesa na uchumi. Hautakuwa na faida kwenye ufalme wa Mungu kama umeminywa kwenye eneo la pesa na uchumi. Sisemi hivyo nikiwa namaanisha kwamba Mungu anachukia mtu ambaye ni maskini. Hapana. Yako maandiko ambayo yametoa maelekezo kabisa kwamba maskini mnapaswa kuwasaidia. Lakini hakuna andiko ambayo lilisema kwamba mtu fulani anapaswa kuwa maskini. Kwa hiyo unatakiwa kushtuka ujue kwamba kama kuna mpango ambao Mungu hakuutengeneza kwa ajili ya maisha yako, ni mpango wa wewe kuwa maskini. Ni mpango wa wewe kuishi kwenye madeni. Ni mpango wa wewe kuwa fukara. Ni mpango wa wewe kurudia hali ngumu ya wazazi ambayo waliishi, na wewe urudie kwenye maisha yako, uwape na watoto wako na watoto wa watoto wako. Kwa hiyo lazima uweze kujua kwamba ziko nguvu za adui ambazo kazi yake ni kuhakikisha inawagandamiza watu kwenye uchumi, inawagandamiza watu kazini, inawagandamiza watu kwenye biashara zao, na siku hata siku hawa watu wanashindwa kuweza kutoboa. Ngoja nikuonyeshe vitu fulani kwenye maandiko. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 8. Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 8, maandiko yanasema, humuinua mnyonge kutoka mavumbini, humpandisha mhitaji kutoka jaani, ili awaketishe pamoja na wakuu, wakakirithi kiti cha enzi cha utukufu. Kwa maana nguzo za dunia zina Bwana, naye ameuweka ulimwengu juu yake. So maana yake nini? Kuna mahala kwenye maisha panaitwa mavumbini. Kuna level kwenye maisha inaitwa mavumbini. Mavumbini ni chini kabisa, ni hapa chini. Kama adui atakuwa amefanikiwa kukutupia mashambulizi na kukuweka mavumbini, kuiweka familia yako mavumbini, kuwaweka watu wako mavumbini, maana yake kila siku mtajikuta nyie ni watu wa chini. Hamjawahi kuondoka kwenye hali ya uduni, hamjawahi kutoka kwenye hali ya uhitaji. Mavumbini, kuna kiwango kwenye maisha kinaitwa mavumbini. Ukiwa mavumbini kwenye uchumi wako, nataka nikuhakikishie, pamoja na bidii yako, pamoja na juhudi yako, pamoja na kufanya kazi overtime, pamoja na kujituma sana, pamoja na kuhaso sana, hakuna mahala unakwenda. Kuna eneo jingine unaliona linaitwa jaani. Humuinua, humtoa mhitaji jaani. Kuna eneo kwenye maisha linaitwa jaani. Ni kama jalalani. Eneo ambalo wewe unakuwa kama takataka. Hauna thamani, haueleweki, hakuna anayekuhitaji, hakuna anayekutaka, hakuna ambaye anakupa first priority kwenye maisha yako. So kuna hizi location ambazo mtu wa Mungu, kama ukikosea kwenye maisha yako, ukajikuta upo mavumbini au jaani, hautawahi kupiga hatua za kiuchumi. Kila siku utajikuta hali yako kwenye maisha unaitwa mhitaji. Unajua maana ya mhitaji? Kuna tofauti ya kuwa na mahitaji na kuwa mhitaji. Mahitaji kila mtu yuko nayo, lakini mhitaji ni hali ya mtu. Ni mtu ndo amekuwa mhitaji, ni identity, ni utambulisho. Mtu amekuwa na mahitaji yasiyokuwa na ukomo.
Mtu amekuwa na shida ambazo hazina mwisho. Mhitaji ni aina ya mtu ambaye kila siku ana njaa, kila siku anakopa, kila siku anaomba msaada, kila siku ana azima, kila siku yeye anapigia watu simu waweze kumsaidia. So adui anaweza akakuweka kwenye haya maeneo, akakuweka mavumbini, akakuweka jaani, akakutupia hali ya uhitaji. Uhitaji ikawa sio tu mahitaji yako ya kila siku, ikawa ni wewe sasa ndo umekuwa mhitaji. Mfumo wako wote wa maisha unawakilishwa na nini? Na uhitaji. Unahitaji hulka, unahitaji msaada ya watu, unahitaji watu waweze kukutetea, unahitaji watu waweze kukusikiliza, unahitaji watu waweze kukusogelea ili uweze kupata nafuu ya maisha. Ukiwa kwenye hizi hali, unyonge unakuwa sehemu ya maisha yako. Ndio maana ili andiko, chunguza ili andiko vizuri, nasema humuinua mnyonge kutoka mavumbini. Humuinua mnyonge. Mtu akiwa kwenye mavumbi ni mnyonge, na uwezi ukainuka mpaka Mungu amekuinua. Humpandisha mhitaji kutoka jaani. Mtu ukiwa jaani lazima Mungu aingilie kati aweze kukupandisha ili uweze ukaketi na wakuu. So hakuna namna unaweza ukaketi na wakuu, hakuna namna unaweza ukarithi kiti cha enzi, hakuna namna unaweza ukaingia kwenye hatima yako, hakuna namna unaweza ukamiliki na kutawala mpaka hizi hali umezifuta. Ndio maana nakwambia kuna mfumo wa kiroho ambao ukikaa juu yako, madeni, ugumu, uduni, umaskini, kukopakopa hakuwezi kukaondoka kwenye maisha yako. Ndio vitu kama hivi. Angalia andiko jingine, Mhubiri sura ya 9, sura ya 9 kuanzia mstari wa 14 mpaka wa 16. Maandiko yanasema, palikuwa na mji mdogo na watu ndani yake walikuwa wachache. Akaja mfalme mkuu juu yake, akauhusuru, akajenga ngome kubwa ili kuupiga. Basi kulionekana humo mtu masikini mwenye hekima, mtu masikini mwenye hekima, naye kwa hekima yake akauokoa mji ule. Lakini hata hivyo hapakuwa na mtu yoyote aliyemkumbuka yule maskini. Ndipo nikasema, bora hekima kuliko nguvu, walakini hekima ya maskini hudharauliwa, wala maneno yake hayasikilizwi. Angalia stori ya maisha ya huyu mtu. Huyu jamaa alikuwa na solution ambayo iliweza kuliokoa taifa. Taifa zima lilikuwa liende vitani. Watu walikuwa mashakani kuhusu uhai wao, kwa sababu kwenye vita sio tu mali zinapotea, watu pia wanaweza wakafa. Kwa hiyo huyu jamaa alikuwa na solution ambayo iliweza kuokoa pesa, iliweza kuokoa uhai na kuiokoa nchi. Watu hawakwenda vitani. Lakini kitu cha ajabu ni kwamba pamoja na kufanya muujiza mkubwa kiasi hiki, hakuna mtu aliyemkumbuka. Pamoja na kufanya na kusolve tatizo kubwa kiasi hiki ambako naamini wanadiplomasia na wanasiasa wengi walishindwa kulisolve, yeye kwa hekima yake akalisolve, hakuna aliyemzingatia. Nilitegemea baada ya huyu jamaa kutatua hili tatizo, pengine hali ya umaskini ndio ingeondoka. Kwa nini? Kwa sababu taifa lingeamua kusema kwamba kwa kuwa umekuwa shujaa wetu, basi at least tukupe sehemu fulani, tukupe pesa, tukuzingatie. Pengine labda tukuweke kwenye ile baraza la washauri wa rais, kwa sababu umeonekana una akili njema na unaweza ukamshauri rais mambo mengine. Lakini hakuna hata mmoja aliyemzingatia, hakuna hata mmoja aliyemkumbuka, hakuna hata mmoja aliyewaza kuhusu huyu jamaa. Ndio hapo unaweza ukagundua tatizo la huyu jamaa halikuwa kukosa vitu kimwili. Tatizo la huyu jamaa lilikuwa ni tatizo la kiroho. Umaskini, mfumo wa umaskini au roho ya umaskini ikiwa kwako, itasababisha hata zile fursa ambazo zilipaswa kuja kwako unyimwe, watu wakubanie, watu wakukoseshe, watu wazichukue, waseme ni zao, wakati wewe ambaye umestahili uzikose. Mfumo wa umaskini unaweza ukasababisha barua yako ya kazi uliotuma kuomba maombi ya kazi ikatumiwa kufunga vitumbua ofisini na hakuna hata mtu ambaye ataisoma. CV yako ikatumika kufuta meza na ikawa dumped, ikatupwa na ikasaulika. Mfumo wa umaskini, roho ya umaskini, roho ya uduni. Sasa naomba nikuonyeshe dalili 9 ambazo ukiziona kwenye maisha yako utakiwi kujua kwamba unapigana na kitu cha kawaida. Unatakiwa kujua ndani ya moyo wako kitu kinachokushambulia sio cha kawaida, na unapaswa kuweka mkakati wa kibabe kabisa
kuweza kuiondoa hiyo roho, kuivunja na kuifuta ili uweze kuwa salama. Nataka nikuhakikishie, hata uweze kuongeza bidii kiasi gani, hautawahi kuushinda mfumo wa kiroho kwa bidii ya kufanya kazi usiku na mchana. Mfumo wa kiroho unaondolewa kwa kanuni za kiroho. Dalili ya kwanza ya kujua kwamba roho ya ufukara, uduni na umaskini imeshikilia maisha yako, utajikuta kwenye hali ya kudhulumiwa sana, haswa kwenye maeneo ambayo ulipaswa kuweza kupata matokeo, kwenye vitu ambavyo umejitoa kwa nguvu zote, kwenye vitu ambavyo umewekeza muda wako, umewekeza kila kitu ulichokuwa nacho, pale ambapo ulikuwa unastahili kupata kabisa haki yako, na pengine maisha yako ndio yalitakiwa badilike. Watu wanakudhulumu, unajikuta unadhulumiwa sana. Kila siku kuna mtu mpya anainuka kinyume na wewe kukushambulia. Mtu wa Mungu, pamoja na kusema kwamba duniani kuna watu wabaya, tunaishi kwenye dunia ya mbwa kala mbwa, lakini unatakiwa kujua kwamba kuna hali ikizidi inakuwa ni too much. Sio kitu cha kawaida. Haiwezekani kila mtu ambaye anafanya kazi na wewe anasikia hamu ya kukudhulumu. Haiwezekani kila mtu ambaye anafanya biashara na wewe anajisikia tu kukutendea ubaya. Kuna kitu cha ziada ambacho kina promote watu kuona kwamba wanaweza wakakuonea na kusiwe na kitu chochote kibaya. Kuna mfumo wa kiroho, mfumo wa kipepo umekukalia ambao unaonyesha kwamba wewe ni mtu unayestahili kudhulumiwa. So dalili ya kwanza ambayo inatakiwa kukuonyesha kwamba kuna kitu ambacho sio cha kawaida kinaisumbua familia yako ni kuona hali ya kudhulumiwa sana imezidi. Haiwezekani kila siku nyewe mnaonewa, mpaka na mpangaji ambaye mmempangisha kwenye nyumba anawazungusha na anaonyesha kabisa ubabe, anaongea maneno ya ajabu. Unakuta ni haki yenu kabisa, ilipaswa kuweza kupatikana, lakini mtu anawatenda jeuri na anawajibu vibaya. Kwa nini? Kwa sababu kuna mfumo ambao umekaa juu yenu, unampa yule mtu jeuri kuona kwamba mnapaswa kuonewa, mnapaswa kushurutishwa, mnapaswa kupelekeshwa. Kwa hiyo kudhulumiwa sana, haswa kwenye maeneo ambayo ulistahili kwa kila namna kupata haki yako, tena na tena unadhulumiwa, ni dalili kwamba kuna mfumo wa umaskini umekaa juu yako. Dalili ya pili, utajikuta wewe ni mtu mnyonge sana kwenye maisha, mnyonge kuliko kawaida. Haujawahi kuwa na sauti, haujawahi kujiamini, haujawahi kutamani kuwashawishi wengine wa kuamini. Inafikia hatua mpaka kwenye vile vitu ambavyo unajua unaweza kuvifanya, una nguvu na una CV, unajiweka nyuma. Hauko tayari kuweza kuvigusa, hauko tayari kuweza kuvifanya. Kwa nini? Kwa sababu kuna roho ambayo imekutawala, kuna roho ambayo imetawala maisha yako, kuna roho ambayo imeleta changamoto kwenye mfumo wako mzima na kukufanya uweze kuona unyonge ni sehemu ya maisha yako. Kuna watu wengine wanafikia hatua mpaka mfanyakazi wake anainuka anakuwa kama boss kwenye kampuni aliyomwajiri. Kuna wengine wanapoteza kabisa utawala, maamuzi ya msingi anashindwa kufanya. Mambo ambayo yanatakiwa kutokeza, kuchallenge watu, kuwauliza watu maswali magumu ili waweze kuwajibika, anashindwa. Ni bosi, ni mwajiri, lakini yeye ndio kama anakuwa ameajiriwa na wafanyakazi ambao yeye anawalipa mshahara. Ni mfumo, mtu wa Mungu. Unajua, ifike sehemu uanze kushtuka pale ambapo unakuwa na biashara yako na unashindwa kutangaza. Unakuwa na biashara yako, unaambiwa njoo tujadiliane kuhusu bei, unasema naona aibu, labda ni mtume mdogo wangu kwa sababu yeye ndio ana nguvu. Unafika sehemu unatakiwa kupambana ili haki yako iweze kupatikana, unajisikia kabisa hauna hamu, hauna hamasa, umechoka, nguvu hauna. No, sio kitu cha kawaida. Ni mfumo ambao umekukalia, ambao unakufanya uweze kuona kwamba unyonge ni sehemu ya maisha yako. Huu mfumo ukiwa juu yako kama mwanaume, utajikuta unashindwa kuwa baba kwenye familia, unashindwa kuwa mume kwa mke wako. Na kama ndo ulikuwa kijana unajitafuta, unaweza ukajikuta umefumba kinywa chako milele yote, ukashindwa kumapproach binti hata mmoja kumwambia kwamba unataka kuoa. Ni mfumo umekaa juu yako. Dalili ya tatu, madeni yatakuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku. Hauwezi ukajikuta umeondoka kwenye madeni. Kila siku utakuwa ni mtu ambaye unakopa na kulipa na kukopa tena. Unatengeneza cycle ya kukopa na kulipa na kukopa tena. Yaani kwenye maisha yako inaweza ikafikia hatua wewe ni mtu ambaye kila siku unaenda kufanya kazi kwa ajili ya kupata pesa ili uweze kulipa madeni.
Matumizi yako makubwa ndani ya mwezi ni kulipa madeni. Ukipata mshahara, jambo la kwanza unaoliwaza ni kulipa madeni. Kwenye bajeti yako ya pesa ya mwezi kuna pesa maalum kwa ajili ya kukia madeni. Na ukiangalia vizuri, unakuja kugundua madeni yana gharama kubwa kuliko mapato yako. Na sometimes inaweza ikafika mbali sana, ukajikuta madeni yanakufanya uweze kuamka. Madeni ndio yametengeneza nidhamu yako, madeni ndio yametengeneza hofu yako kwenye maisha, madeni ndio ambayo yanatumia pesa zako nyingi. Unajua kuna mtu in fact mpaka anafikia hatua kwamba akitokea tu amepokea mshahara, zaidi ya 90% ya mshahara wake inazama kwenye madeni, anakopa tena. Mwezi ujao riba inakuwa imeongezeka. Kwa hiyo mtu anafikia hatua akipata pesa yote anaipeleka kwenye mikopo, then anakopa ndo aanze kuweza kuishi. Huu ni mfumo. Hali ikifika hivyo ni mfumo. Ni mfumo, mtu wa Mungu. Sio kitu cha kawaida kwamba unashika pesa nyingi lakini badala ya madeni yako kuondoka ndio yanazidi. Sio kitu cha kawaida. Sio kitu cha kawaida kabisa, mtu wa Mungu. Unapata nafasi nyingi, unapata pesa, unasema nitaklia haya madeni yote. Baada ya hapo unafanya vitu vingine, madeni yanazidi. No, sio kitu cha kawaida. Ni law ndio ambayo imekufanya uweze kuona ni salama kutawaliwa na madeni. Ni haki kutawaliwa na madeni. Unajua kuna mtu sasa hivi ukimpa pesa inaisha yote mara moja. Pap, alafu baada ya hapo anaanza kukopa. Yaani akikopa at least akili yake inaweza ikatulia, akatumia vizuri hela ya mkopo, lakini sio pesa ambayo yeye amelipwa kama mshahara. Sio pesa ambayo yeye ameipata kwa taabu kwenye project zake. Yaani mkopo ndio ambao unaweza ukamfanya akawa na nidhamu, lakini sio pesa yake. Ni mfumo ndio ambao unakufanya usiweze kutoka kwenye cycle ya madeni. Dalili ya 4 ni kupenda sana kukaa na watu wa kawaida mno, haswa watu wenye maisha duni. Unajikuta wewe ni mtu ambaye cycle yako ya marafiki imezungukwa na watu wenye maisha duni. Umezungukwa na watu wenye hali ngumu na unaona la. Inafikia hatua wewe unaanza kusema mimi ni mtu mstaarabu sana, spendi makuu, spendi kuendesha magari, spendi nyumba manini. Mimi napenda tu kukaa mazingira fulani ya uswazi sana kwa watu fulani tu wa kawaida. No. Ikifika hatua kwamba unatishwa na watu wenye mafanikio, unatishwa na watu wanaofanya vizuri, ujioni kama unaweza kukaa na watu ambao wamevaa na kupendeza. Wewe unajisikia la ukikaa na watu mafukara, ukikaa na watu ambao wana mazingira magumu, wana maisha duni. Ni dalili kwamba unasumbuliwa, unaendeshwa, unateswa na roho ya umaskini. Kuna mfumo wa umaskini umekushikilia ambao unakufanya uone ni salama na ni halali kuweza kukaa kwa watu wenye mazingira duni. Kwa hiyo kama hii ni kawaida yako, yani kama ukipiga hesabu kwenye cycle ya marafiki ambao wamekuzunguka, karibia 75% wa marafiki zako ni watu wenye mazingira duni, au wote ni watu wenye mazingira duni, wenye maisha magumu, watu mafukara ambao unasema hao ndo wana upendo wa kweli. No. Mtu wa Mungu, ni tatizo. Haitakiwi iwe hivyo. Ni sahihi kuwa na rafiki yoyote, tajiri maskini, lakini sio sawa uwe unabagua watu kwa kusema kwamba wenye kipato kikubwa wananyodo sana, wanalinga, wanajisikia nikikaa na hao maskini. Tena unaweza ukawapa jina zuri ukasema maskini wenzangu. Ukishaakili tu neno maskini wenzangu, maana yake umejitambulisha kwenye umaskini, na mfumo wa umaskini hautawahi kutoka kwenye maisha yako. Dalili ya 5 ni kila kitu chako cha maendeleo kinafia kwenye mkono wako. Unajikuta wewe ni mtu ambaye kila project ya maendeleo inafia kwenye mkono wako. Haujawahi kuanzisha kitu na kikafanikiwa. Haujawahi kuanzisha project na ikapata faida. Kila jambo unaolianzisha linaharibika. Kila mradi unaoanzisha unafeli. Kila kitu ambacho unakiweka kwenye mkono kinaishia kupata hasara. Ni dalili kwamba kuna kitu ambacho sio cha kawaida. Mtu wa Mungu, haiwezekani ukawa na bahati mbaya ukapoteza mitaji mara 5. Haiwezekani ukawa na bahati mbaya ukaanzisha project 4 tofauti ndani ya mwaka, zote zikafa. Kila kitu kuanza kufia mkononi mwako. Unakuta labda hiyo project ilifanikiwa sana kwa mtu fulani, kuna mtu aliifanya vizuri sana, then wewe unaenda kuianzisha, inafia mkononi kwako. Unakuta mpaka inafikia hatua unaanza kuona mafanikio yako makubwa uliyoyapata kwenye maisha ni kufanikiwa kuanzisha vitu vipya kila siku. Kila mwezi mpya wewe una project mpya. Kila mwaka ukiingia una biashara nyingine.
Kila unapopata mshahara unapata wazo jingine jipya. No, sio kweli. Haiko sawa. Kuna kitu ambacho sio cha kawaida kimekushikilia. Dalili ya 6 ni kubaki kwenye kiwango kimoja cha maisha au kubaki kwenye level moja kwa muda mrefu. Unajikuta umebaki kwenye hali moja na imegoma kubadilika. Let's say ulianza kufanya kazi mwaka 2010. Toka 2010 mpaka leo kipato chako ni kile kile. Unapata 300,000 tu. Haijawahi kuongezeka. Unafanya ujanja wote lakini kiwango chako hakijawahi kuvuka. Umekomea hapo hapo kwenye 300,000 hadi 5. No. Sio sawa. Kuna kitu ambacho sio cha kawaida kimekushikilia. Moja kati ya aspect ya maendeleo yako ni kuendelea kiuchumi, ni kuendelea kipesa. Kama unashindwa kuendelea kipesa, unashindwa kuendelea kiuchumi wakati mahitaji yako yanaongezeka, familia inaongezeka, umri unaongezeka, maana yake kuna tatizo. Kuna mahala, kuna kitu hakiko sawa. So hii kubaki kiwango kimoja, kubaki kwenye mshahara ule ule miaka 20, kubaki kwenye kipato kile kile toka umeanza shughuli zako za utafutaji, no, it's not fine. Kuna kitu ambacho bado hujakigundua kimekushikilia. Dalili ya 7 ni hali ngumu. Haiko tu kwako, imekamata watu wako. Mara nyingi sana ni wale watu ambao mna damu moja, familia au ukoo, mna jina moja la ukoo. Unakuta nyie wote mmezungukwa na hicho kitu, au labda wewe na saiko yako ya marafiki wote mmezungukwa na hiyo hali. Yaani sio hali ambayo inakushambulia wewe. Ukimwangalia huyu na yule na yule na yule, ni kitu ambacho kimewashikilia. Adui ni mjanja sana. Anaweza akasababisha wote muamini kwamba ni nyie tu ndio ambao mko hivyo. Yaani hiyo kitu iko kwenu na ni normal. So ukiichukulia normal, inakunormalize kweli. Inakufanya kuwa wa kawaida sana kwenye maisha. Inakufanya uwe mtu duni kuliko ambavyo unaweza ukafikiria unaweza kuwa duni. So hali ngumu ambayo itakuwa imewashambulia wengi, watu wako wote, ndugu zako wote, ina pattern, ni mfumo, ni chain ya umaskini imewakamata. Sio kitu cha kawaida. Dalili ya 8 ya roho ya umaskini ni kushindwa kumiliki chochote. Kushindwa kumiliki chochote na kupata settlement kwenye ardhi. Roho ya umaskini itakukata na kujenga, itakukata na kumiliki. Hauwezi ukamiliki asset kama mashamba, nyumba, ukawa na project kubwa kubwa kama unamiliki miradi mikubwa kwenye ardhi. Never. Haiwezi katokea. Kila siku wewe unaweza ukawa ni mtu wa kusema natamani kununua kiwanja, lakini hujawahi kununua kiwanja. Kila siku unaishia kwenye nyumba ya kupanga. Kila siku wewe ni mtu ambaye unanyanyaswa. Unajua moja kati ya dalili inayoonyesha kwamba umeazimia kuwa mtawala ni kuwa na sahihi yako kwenye ardhi. Unamiliki ardhi yako, na ikiwezekana ukawa umejenga nyumba, umemiliki shamba, umemiliki vitu kama hivyo. Ardhi, umiliki wa ardhi zaidi tu ya kwamba ilikuwa ni mali, inaongea kitu fulani kwenye jicho la unabii. Inaongea kwamba umeanza sasa kuwa serious na maisha, umeanza kuwa serious na utawala. Kuna baadhi ya makabila huwa hawakuhesabu umekuwa mtu mzima mpaka wamejua unamiliki shamba, unamiliki nyumba, una properties. Ndio maana hizi zinaitwa mali zisizohamishika. Na kwenye ulimwengu wote wa uchumi, believe me, toka zama hizo za kale mpaka sasa, mtu ambaye anamiliki mali ambazo hazihamishiki, nyumba, viwanja, anamiliki hoteli, anamiliki shule, ana kiwanda, hivi vitu vinamfanya kuaminika kwa haraka sana. Ukienda benki ukapeleka hati ya nyumba, kupata mkopo ni rahisi. Ukapeleka hati ya kiwanja, kupata mkopo ni rahisi sana. Tofauti na mtu ambaye hana mali ambayo haiwezi kuhamishika. So roho ya umaskini itakukata na kumiliki properties, kumiliki asset, kumiliki miradi mikubwa mikubwa. Na dalili ya 9, unaweza ukasumbuka sana kupata kazi. Kupata kazi itakuwa ngumu sana. Unaweza ukajaribu kupambana muda wote kutafuta kazi, kutafuta connection, kutafuta fursa. Watu wanakukataa. Watu wanakukataa sio kwa sababu wamechagua kukataa. Ni ile roho iliyoko nyuma yako. Ile roho ambayo imetawala maisha yako inayofanya watu waweze kukataa. Baada ya kukufunza haya, ninaamini mtu wa Mungu utakuwa umeelewa kwa kina. Na kuanzia leo hii utakuwa umeshajua kwamba kuna baadhi ya vitu sio vitu vya kawaida. Ni vitu ambavyo unatakiwa kuweza kupigana navyo kiroho, kuengage battle kabisa ya kiroho. Mungu akubariki. Tukutane kwenye session nyingine. Asante.